wal makani, na kuzingatia amali ile imefanyika wapi. Swala ya mwanamume iliyoswaliwa nyumbani na swala ya mwanamume iliyoswaliwa msikitini malipo yake tofauti, kwa kuzingatia amali ile kaitekeleza eneo gani. Sawa mwe? Ibada au amali fupi tu, muda gani wa Ramadhani, muda gani yale masiku 10 ya Hija, muda gani na eneo lipi unalofanya ibada. Sisi sasa hivi tupo msikitini hapa, tupo katika kongamano. Inawezekana likawepo kongamano lingine kama hili, muda kama huu, nje ya msikiti, lakini malipo yake yanakuwa tofauti. Sisi tumefanya katika nyumba ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ikhlasi, nia na nia safi, kwamba hii ninafanya kwa ikhlasi kabisa, ninafanya kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipozungumzia funga, alipozungumzia saumu, alisema hivi: man sama Ramadhan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Atakayefunga mwezi wa Ramadhani hali ya kuwa anaamini ni amri ya Allah, kwamba Allah kamamrisha afunge, na anatarajia kwamba Allah ndiye mlipaji, kwa maana anafanya kwa ikhlasi, mtu huyu atasamehewa au ameshasamehewa makosa yake. Fanya amali kwa ikhlasi, funga kwa mawili, amri ya Allah na unataraji Allah ndiye mlipaji, hakuna jingine. Usifunge hivi kwa sababu pale kazini kwenu watu wote wamefunga, na ile sehemu ni mat'am ile nini, kantini, nayo bosi kaifunga bana, hapa wote wafunge, inafungwa kantini, mama mpika chakula na usije kazini mpaka Ramadhani ishe. Sasa na wewe unaona kwa sababu kantini imefungwa, huna sehemu ya kwenda kula, unaamua kufunga. Funga hii Allah atakulipa. Funga kwa mawili, kwa kuamini kwamba ni amri. Allah kashasema ndani ya Qur'ani, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam. Natarajia kwamba Allah ndiye mlipaji. Allah kashasema as-sawmu li wa ana ajzi bi, funga ya kwangu mimi na mimi ndiye mlipaji. Kwa hiyo ukifunga kwa kuamini kwamba Allah ni amri yake na ukitarajia kwamba Allah ndiye mlipaji, basi itakwenda katika lile lengo la saumu, uchamungu. Ndugu zangu, katika kauli hii ya Said Tantawi, kubwa zaidi tuangalie husnil ada, utekelezaji mzuri. Amali yote unaifanya, zingatia ikhlas na utekelezaji mzuri. Kiswahili kinaeleweka, yaani ule ufanyaji mzuri wa ile ibada. Allah angalia matendo mengi, Allah anaangalia matendo mazuri. Nitatoa dalili. Allah angalia matendo mengi, Allah anaangalia matendo mazuri. Unaweza kufanya matendo mengi na usilipwe, lakini ukafanya mambo machache ukalipwa. Kwa sababu gani? Husnul adab wal ikhlas. Umeifanya kwa uzuri na umeifanya kwa ikhlas, umeifanya kwa moyo safi, kwamba hii ninafanya lillah. Katika Qur'ani tunasoma katika sura ya 67, Suratul Mulk, aya ya kwanza mpaka ya pili, dalili kwamba Allah angalia matendo mengi, anaangalia matendo mazuri. Sura ya 67 Al-Mulk, aya ya kwanza mpaka ya pili, Allah anasema tabarakalladhi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir, alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah anasema utakatifu ni wa yule ambaye kwake yeye tu ndio kuna ufalme, ambaye juu ya kila kitu mweza ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, Mola ambaye ameumba mbingu, ameumba uhai na mauti. Lengo nini? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ameumba hivi vyote ili akujaribuni yupi kati yenu mwenye matendo mazuri. Sawa bwana? Ili Allah anaangalia matendo mazuri, sio matendo mengi. Ndio tunarudi kule kauli ile
Yule mwanachuoni Said Tontowi alisema al-amalu qalil qad yafdhulu al-amal al-kathir bi'tibari zaman wal makan wa ikhlas an-niyya wa husn al-adab. Matendo ya muda mchache. Matendo ya muda mchache. Alhamdulillah tupo katika Ramadhani. Ni ibada ya muda mchache. Ni masiku yanayohesabika kama Allah mwenyewe alivyosema. Lakini malipo yake maradufu. Malipo tunayoyapata kupitia matendo tunayofanya ndani ya mwezi wa Ramadhani, malipo yake zaidi ya miezi mingine. Kwa kuangalia muda, kwa kuangalia ikhlas, kwa kuangalia kwamba tunayafanya vizuri. Sadaka watu wanatoa ndani ya mwezi wa Ramadhani, wanatoa vizuri kabisa kwa ikhlas. Mtu anatoa kwa ikhlas kabisa, anatoa kiroho safi, wanasema waswahili. Swala na swali kwa unyenyekevu. Kasoro swala moja tu, swala timaka ni hii kidogo. Imamu ukifanya hiyo ndefu kazi unayo. Kwa hivyo watakuja nini? Umepiga sabihi isma nzima katika raka ya kwanza. Katika raka ya pili ukapiga hataka kama tuko katika Ijumaa. Utasikia kwani inatonaka wala asri hamna. Kwa sababu gani? Mbele yake kuna nini? Kuna ratiba ya kula. Lakini yote yanafanyika kwa ikhlas. Ndugu zangu, wazee wangu, vijana wenzangu, Ramadhani ni fursa. Ramadhani ni fursa. Ukitaka kujua Ramadhani ni fursa, angalia makampuni mbalimbali ya mawasiliano, makampuni ya vinywaji halali wanatumia fursa hii kutangaza biashara zao kupitia wewe mteja wao. Utakuta kampuni ya mawasiliano inakwambia tu, inakutakia funga jero. Kampuni ya mawasiliano utakuta message imeingia, kampuni fulani inakutakia funga jero. Wao wanatumia lugha hii, inakutakia Ramadhani karimu. Lengo sio kwamba inakutakia Ramadhani karimu, sijui Ramadhani mubarak. Lengo ni fursa ya Ramadhani, yeye anaitumia kutangaza nini? Biashara yake. Kwa kutaja kampuni yake tayari advertise kwako. Baba, kumbe kampuni hii inatakiwa nitumie kwa mawasiliano. Kampuni ya vinywaji vile inakwambia kampuni fulani inakutakia hivi. Ni nini? Ni fursa hiyo imetumika kwa ajili ya kufikisha ujumbe. Sasa ikiwa Ramadhani ni fursa ya kufikishiana ujumbe fulani, Ramadhani ni fursa ya kuchuma. Ndugu yangu, kuna msemo mmoja unasema in habati rihu faqtaninha. Upepo ukivuma basi utumie upepo huo. Ipo wale wasafiri wa baharini wanajua kwa vyombo vile ambavyo vimewekwa tanga lile, wanatumia fursa ya upepo kusafiri. Kama Waswahili wanasema kijua ndio hiki. Ndio? Kijua ndio hiki, kwa maana tumia fursa ya kuanika mpunga wako. Sasa Ramadhani vile vile ni fursa ya kiuchumi. Ramadhani ni fursa ya kukuza uhusiano kwenye jamii. Ramadhani ni fursa ya kupata darasa. Ramadhani ni fursa ya kuchuma khairati mbalimbali. Ndugu zangu, kwa nini tunasema Ramadhani ni fursa? Ijumaa ya mwisho ya mwezi wa Shaaban, kwa maana siku chache kuingia Ramadhani, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alitoa hutuba. Mtume katika maneno yake alisema hivi kuambia Waislamu, qad adhallakum shahrun 'azim mubarak ja'ala Allahu siyamahu fariida wa qiyamahu tatawwu'a. Anatuambia Waislamu, qad adhallakum shahrun 'azim mubarak, hakika umekujieni mwezi adhim tena wenye baraka, mwezi Ramadhani. Ja'ala Allahu siyamahu fariida, Mwenyezi Mungu ameamrisha, amepanga kufunga mwezi huo ni lazima. Wa qiyamahu tatawwu'a, na kisimamo chake kwa maana salatu tarawih ni sunna iliyopokeza kabisa. Sasa tunasemaje Ramadhani ni fursa? Angalia siku nzima ya Ramadhani, ibada za Ramadhani zote ni fursa. Tunaanza na ibada yenyewe sawa. Unapofunga mpaka jioni, fursa ya kuchuma khairati mbalimbali.
Si hivyo, wakati unafuturu ni fursa. Kuna dua unaomba, hata kama kuna mtu kakualika unamwombea dua, ni fursa. Salatu tarawih ni fursa ya kuchuma khairati mbalimbali. Unaamka usiku ile unedaku, nayo ni fursa ya kuchuma. Kwa sababu ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema, tasaharu fa inna fi sahuri baraka. Kuleni daku, kwani kwenye kula daku kuna baraka. Unapoamka kula daku pale, wewe ni fursa vile vile. Hebu angalia, ni chakula unakula wewe mwenyewe, lakini Allah anakuandikia thawabu. Unakula chakula kile, malaika wanakuombea dua. Ni fursa hiyo. Tumia fursa hii ya kula daku ili upate dua la malaika. Semeni inshallah. Tumia fursa hiyo. Mwingine wao anasema bwana, mimi siwezi kuamka kula daku. Ndugu zangu, ieleweke, daku sio lazima iwe chakula kizito. Kama tulivyozoea kwamba daku lazima iwe wali. Ni chakula unachokula usiku mwingi. Kweli mwingine hawezi kuamka saa 8, saa 10 kula chakula, lakini siamini kama hayupo hata mmoja ambaye hawezi kuamka muda huo akanywa japo maji au akala japo tende moja. Amka, tumia fursa hiyo. Kweli huwezi kula usiku mwingi. Umerudi kwenye tarawih saa 4, saa 5 unakula chakula chako unalala. Okay. Lakini hebu amka, kula daku. Ukila saa 4, saa 3, hiyo ni dina, sio daku. Daku usiku mwingi. Na daku inayopendeza ni ile ambayo inaelekea alfajiri, mwishoni. Hiyo ndio daku inayopendeza, kwa ushahidi wa maneno ya sahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik alisema, tasaharna ma Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam thumma kunna ila salat. Tulikula daku pamoja na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kisha tukasimama kuelekea kuswali salat al-fajr. Anas akauliza, kamkana bainahuma, kulikuwa na muda gani tokea mlipomaliza kula daku mpaka mkaingia kuswali salat al-fajr? Akasema, qadru 50 aya, ni kiasi cha mtu kusoma aya 50. Ndio muda ambao ulikuwepo toka walipomaliza mpaka wakaingia kuswali salat al-fajr. Kinaya kwamba ni muda mfupi sana. Aya 50, mfano suratul Mursalat ina aya 50. Ukisoma kwa tartil kama hiyo anayosomeshia maimamu, akusudia hiyo sio ile tajwidi ya kushika sikio. Ile unaweza kusoma aya 3 saa nzima. Sawa? Aya 3 ukasoma saa nzima. Lakini tartil anayosomeshia maimamu haiwezi aya 50 ukasoma saa nzima. Kwa hiyo muda ule, kwa maana kinaya kwamba ni muda mfupi sana tokea walipomaliza kula daku mpaka kuingia swala al-fajr. Kwa hiyo moja kati ya fadhila za kula daku, unapata baraka, unaombewa dua na malaika, lakini kubwa zaidi kwa aliyekula daku usiku mwingi, lazima salati al-fajr ataswali jamaa msikitini kwa mwanamume. Ukiamka usiku mwingi 10:10 yaani mwishoni, ukala daku huwezi kulala, lazima ibada ya salatu al-fajr utaswali, tena utaswali msikitini. Mwingine anasema, hapana, mimi kila usiku mwingi nitaamka ninakuwa nimeshiba sana. Na haitakiwi ushibe. Hiyo fatwa hiyo sio. Saumu sio adhabu. Saumu ni ibada. Ukishiba, ukiamka asubuhi utaweza kufanya ibada nyingine. Kazi mojawapo ni ibada. Haya maana kuna watu wa kulima, kuna watu wanabeba mizigo, kuna watu wanafanya kazi za nguvu mbalimbali. Huwezi kufanya kazi hizo ukiwa una njaa. Kwa hiyo usikupelekee saumu kwa bwana, mimi nimefunga bana, niko hoi, nini hataka mimi wasili kwa sababu ukiamka utakuwa umeshiba. Hiyo ya kwako wewe. Tutumie fursa ya kula daku. Sasa ikiwa Ramadhani ni fursa na Mtume asema ni mwezi wa baraka, la kufanya ni nini? Lengo la saumu ni uchamungu. Na tunatakiwa tushindane katika kheri. Tushindane katika kheri. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, inna Allaha yuhibbu tanafusakum fil khairi katanafusikum fi ghairikum.
Mtume anasema Allah anapenda kushindana kwenu katika mambo ya kheri kama mnaposhindana katika mambo mengine. Kuna mashindano mbalimbali. Watu wameka mashindano mbalimbali na hapo wanashindana. Sasa katika kheri vile vile tunatakiwa tushindane. Inatakiwa tushindane katika kheri kama tunaposhindana katika mambo mengine. Katika kushindana kwenye kheri, maswahaba katika hili walikuwa wanashindana kwenye kheri mpaka ilifika hatua wanaoneana wivu. Wanashindana kwenye kheri mpaka ilifika hatua wanaoneana wivu kwamba kwa nafasi yangu mimi kheri ile siwezi kuifanya kwa hali niliyokuwa nayo. Hii inakuwaje? Maswahaba walikwenda kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakamwambia, ya Rasulullah, dhahaba ahlu ad-duthuri bil ujuri yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna bi fudhuli amwali. Yani mtu anajisikia tabu, anakwenda kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anamwambia, ewe Mtume, dhahaba ahlu ad-duthuri bil ujuri, watu wenye nacho wameondoka na malipo mengi. Kwa maana wamekomba malipo mengi wenye nacho. Kwa nini? Wenye nacho yusalluna kama nusalli, wanaswali kama tunaposwali sisi. Wenye nacho kwa maana matajiri ndio waweza, si ndio? Wayasumuna kama nasumu, na wanafunga kama tunapofunga sisi. Lakini wanapozidi wayatasaddaquna bi fudhuli amwali, na wanatoa sadaka wanatoa zaka kupitia mali zao. Yani wao na walikuwa na wivu. Yani kwa hii kheri, kwa nini mimi inanikosa? Hii inakuwaje? Kwa hali iliyokuwa nayo, na mimi napenda nifanye hii, lakini inakuwaje? Mtu anakwenda kwa Mtume anamwambia, bwana Mtume, hawa jamaa wametuzidi. Kwa nini? Kwenye swala tupolewa. Kwenye somo wote tunafunga muda ule ule. Hakuna anayefunga siku 40 au 50. Wote tunafunga mwezi mmoja, 30 ama 29. Kwenye swala tunaswali swala 5. Lakini huko kwingine hao wanachukua malipo mengi. Kwa nini? Wanatoa kupitia mali zao. Hebu angalia mfano mfupi yule jenga jengo hili. Hatuzidi katika hili. Allah amlipe kwa lipo. Mtume akawauliza, awalaysa Allahu qad ja'ala ma tatasaddaquna bi? Hivi Allah akuweka kile ambacho nyinyi mtatoa sadaka kupitia hicho? Kwa maana Allah kama amekuwekeni, wao wanatoa kupitia mali zao, basi na nyinyi Allah kuna kitu kakuwekeni. Mkifanya hivyo mtaenda level, mtakuwa pamoja na hao. Akawaambia tasbihi, subhanallah, maneno haya kusema subhanallah bihamdi, tahlili ni sadaka. Tasbihi, tahlili na nini ni sadaka. Ukiyafanya haya basi mtakwenda sawa sana. Mtume akaendelea kusema, fi budhu ahadikum sadaqa, sio tasbihi na tahlili. Hata mtu anapokutana na mwenzi wake nao ni sadaka. Lugha hiyo inaeleweka kidogo? Imeeleweka hiyo? Ni mtu anapoongea na mwenziwe wa halali, mazungumzo yale nao ni sadaka vile vile. Mtume anawapa fursa. Wale jamaa wengine ahlul duthuri wenye nacho, baada ya kusikia kumbe tasbihi, tahlili na mengine nao ni sadaka, nao wakaja vile vile huko. Wakarudi tena kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume, wanaswali kama tunaposwali, wanafunga kama tunapofunga, na tasbihi nao wamo, tahlili nao wamo. Hii inakuwaje? Mtume akafunga maneno akasema, dhalika fadlullah yutihi man yasha. Hizo tena ni fadhila za Mwenyezi Mungu, anampa mtakaye. Kwa hiyo huko tena kama mtakutana wote kwenye tasbihi, mko kwenye tahlili, mko kwenye kutoa, na nyinyi hivyo mlichokuwa nacho kidogo basi toeni. Ndugu zangu, tutumie fursa ya Ramadhani, tutumie ibada ya saumu itupeleke katika kilele cha uchamungu. Mada yetu, kauli ya mwanachuoni Dr. Mustafa Bugha aliposema, laisa al-muradu lil-ibadati fi al-islami suwaraha wa ashkala, inma al-muradu ayatuha wa maana. Sio makusudio ya ibada katika Uislamu muonekano. Hapana, sio makusudio.
Muonekano wa ibada sio makusudio. Lengo kuu la ibada ndio makusudio. Turudi katika lengo la saumu. Ni uchaji, ni ucha Mungu. Tumwombe Allah Subhanahu wa Ta'ala kujalie katika ucha Mungu. Tuhitimishe na kanuni ya kisheria inayosema arrujuu ila alhaqi fadila. Hii ni kanuni ya kisheria, na bahati nzuri wana sheria wapo Sheikh Muharram. Kurudi katika mstari ni lazima. Kanuni ya sheria inasema kurudi katika mstari ni lazima, kurudi katika haki ni lazima. Mwanadamu anapokosea ni katika udhaifu wa kibinadamu. Mtume akasema kullu ibn adam khata'. Kila mwanadamu ni mkosaji. Hakuna aliye perfect. Kila mmoja ana sehemu na mitelezo yake. Lakini bora ya mkosaji ni nani? Ni yule anayerudi kwa yule aliyemkosea. Bora ya mkosaji ni yule anayetubia. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hamshangai mwanadamu akimwona anakosea. Mwenyezi Mungu hamshangai. Lakini anamshangaa mwanadamu anakosea alafu atubii. Yaani wewe unakosea alafu anashindwa kuniomba msamaha. Allah anakushangaa sana. Kurudi katika mstari ni lazima. Tuchukue kanuni hii ya kisheria tupeleke katika Qur'ani tukufu na sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Twende katika sura ya 3, sura Al-Imran, tukielekea kukamilisha muhadhara wetu kwa sehemu ya kwanza. Katika aya iliyopo katika sura ya 3, sura Al-Imran, aya ya 133, Allah anasema wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa janna 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Wasari'u, fanyeni haraka ila maghfiratin min rabbikum wa janna, kuendea msamaha utokanao kwa Mola wenu, na fanyeni haraka kuendea pepo. Arduha samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin, ambao upana au ukubwa wa pepo ni mbingu na ardhi, imeandaliwa kwa wacha Mungu. Ndugu zangu, katika aya hii tunataka tuangalie kitu kimoja. Allah kwanza anasema wasari'u, fanyeni haraka kuendea msamaha, na fanyeni haraka kuendea nini? Pepo. Wote tumefunga, tunafanya toa ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lengo ni kutafuta nini? Tunatafuta nini? Pepo, si ndio? Tunafanya yale ambayo Allah yanayompendeza na kumfurahisha kwa kutarajia kwamba Allah atatulipa nini? Pepo. Lakini katika aya hii Allah anasema fanyeni haraka kuendea msamaha, kuendea maghfira, alafu inakuja pepo. Hebu tuangalie kidogo. Allah kusema wasarimu ila aljanna, fanyeni haraka kuendea pepo, alafu kuendea msamaha. Hapana. Fanyeni haraka kuendea msamaha, alafu ndio nini? Pepo. Moja. Kwa nini Allah anasema hivi? Kwanza tuanze kuendea, tufanye haraka kuendea msamaha. Sababu kuni hii. Msamaha anayetoa ni nani? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na anayetoa pepo ni nani? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ukishasamehewa kinachofuata ni nini? Pepo. Hivi mfano rais akisema nimewasamehe wafungwa, kinachofuata wale wafungwa wataendelea kukaa gerezani au watatoka? Watatoka. Kwa hiyo sisi tujitahidi kumwomba Mwenyezi Mungu msamaha. Toba, tujitahidi kumwomba Mwenyezi Mungu msamaha ili natija yake ije tupate pepo. Tuombe Allah Subhanahu wa Ta'ala atujalie katika hapo. Wasari fanyeni haraka. Natoa na mfano mwingine. Allah ndiye tunayemkosea. Wakosaji ni sisi. Huyu tunayemkosea anasema fanyeni haraka. Tutoe mfano wa binadamu. Kuna mtu mwenye mamlaka katika nchi au katika eneo husika. Ana mamlaka au ana fedha au ana kitu chochote kile. Kwa bahati kama binadamu unafanya jambo ambalo linamkera, linamkwaza, inafika hatua mpaka mnachukiana kupitia lile ulilofanya. Alafu yule uliyemkosea
jamani fulani kanikosea, lakini mwambieni afanye haraka kuja kuniomba msamaha tuyamalize. Jamani, kuna mtu anaweza kukataa opportunity kama hiyo? Haipo. Yaani mtu mathalan ndio mkubwa wako wa kazi, kiongozi katika jamii mkubwa tu, unamfanyia kosa kwa mamlaka aliyokuwa nayo, anaweza akakufanya vyovyote na hakuna wa kumuuliza. Unamkosea, alafu mwenyewe unasema hili nilofanya kosa. Alafu unasikia tangazo, wewe bwana umemkosea mheshimiwa fulani. Lakini mheshimiwa anasema yeye ana tabu. Wewe ukienda kuomba msamaha yameisha. Na uhakika nafasi hiyo ulikuwa unaitaka na utaenda huko alipo hata kwa kutambaa. Ili mradi mkayamalize. Sasa turudi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Unamkosea Allah na Allah ndiye ambaye alikuumba wewe na hao wengine. Alafu yeye mwenyewe anakwambia fanya haraka kuja kuniomba msamaha. Alafu umekaa uje kuomba msamaha. Arujuu ila al-haqi fadhila. Kurudi katika mstari ni lazima. Tumombe Allah Subhanahu wa Ta'ala aturudishe katika mstari. Sasa tunajiuliza tunarudi vipi katika mstari? Nichukue aya iliyopo katika sura ya 66 sura At-Tahrim aya 8. Ndio tutarudi katika mstari. Allah anasema ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yawma la yukhzi Allahu an-nabiyya walladhina amanu ma'a. Enyi ambao wamekuamini, rejeeni kwa Allah toba ya kweli, ili Allah akusameheni nyinyi makosa yenu na akuingizeni katika pepo ambayo inapita chini yake mito, siku ambayo Allah hakumfedhesha mtume wala walioamini pamoja naye. Turudi kwa Allah kwa kufanya toba ya kweli. Ishazungumzwa na itakuja kuzungumzwa toba ya kweli ni ipi. Tuangalie lengo la ibada ya somo ni nini, ucha Mungu. Sheikh Muhammad bin Idris Moita alizungumza vizuri kwenye hotuba ya Jumaa jana. Hili ndio lengo la funga. Lengo la funga ni lile ambalo katika aya ya somo, aya 183 sura ya 2 sura Al-Baqara, Allah kashaita ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Lengo la ibada sio muonekano, bali lengo ni nini? Makusudio ya ibada sio muonekano. Laysa al-muradu lil ibadati fil islami suwaraha wa ashkala, inma al-muradu ghayatuha ma'naha. Dr. Mustafa Bugha ndiye anasema hivyo. Lengo la ibada katika Uislamu sio muonekano wa ile ibada, bali kusudio lake nini? Tumombe Allah Subhanahu wa Ta'ala atumakinishe katika saumu na atulipe ujira na atupe siha njema na atupe afya njema, atupe amani katika nchi yetu, atupe amani katika miji yetu, atulindie vizazi vyetu, atupe amani kwenye familia zetu. Lengo la ibada ya funga ni uchamungu. Turudi katika mstari, turudi katika haki kwa kufanya toba ya kweli. Tutumie Ramadhani kwa ni fursa ya kutubu, tutumie Ramadhani ni fursa ya kupata radhi za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.